Ni tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2025. Siku ya kwanza ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi walioweka nia ya kugombea nafasi mbalimbali za ubunge na udiwani kuchukua na kurejesha fomu kati ya siku 5 zilizotangazwa na Chama cha Mapinduzi. Hapa ni wilaya ya Namtumbo. Mimi kwa majina naitwa Josephat Chacha, katibu wa CCM wa wilaya. Toka Zamani TV imepata fursa ya kuzungumza na katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Namtumbo kutaka kujua zoezi la uchukuaji na urejeshaji wa fomu linakwendaje katika wilaya hii. Baada ya chama kutoa mwongozo na maelekezo na taratibu, zoezi limeanza leo kwa maelekezo ambayo tarehe 28 asubuhi saa 2 litaendelea mpaka tarehe 2 mwezi wa 7 saa 10 jioni, ambapo zoezi linaendelea kwa kutoa fomu kwa za aina 3. Fomu hizi zinatolewa kwenye ngazi ya udiwani, ambazo zinatolewa kwenye kata zetu zote 21 zinazounda wilaya yetu. Lakini pili, tunatoa fomu za udiwani viti maalum ambazo zinatolewa kwenye ofisi ya wilaya, kwenye ofisi ya katibu au idara wa wilaya. Fomu za 3 ambazo ni nafasi ya ubunge ambazo zinatolewa kwenye ofisi ya katibu wa CCM wilaya. Katika zoezi hili nimeanza asubuhi na sasa hivi kufikia muda huu saa 8 tumeishatoa kwa wanachama wetu walioonyesha nia, wamefika 3. Kwa hiyo kwa hali hiyo naona uitikio ni mzuri. Kwa muda wa siku ya kwanza kupata wanachama 3 saa 8, ina imani tunaweza tukaendelea kupata wanachama wengine hadi kufikia tarehe hiyo, na tuna imani kwamba wote waliochukua metiania na tegemeo letu ifikapo tarehe 2 wote wamesharudisha. Lakini kwa ujumla kwa maelekezo tuliyopokea, gharama hizi zinatolewa kwa gharama za fomu. Na fomu ya diwani wa kata na viti maalum ni shilingi 50,000. Lakini fomu za ubunge ni 500,000. Na kwa mantiki hiyo hakuna gharama yoyote zaidi ya hiyo hela katika uchukuaji. Na wanachama wetu naendelea kuwaomba wale wote walio wenye kusudio la kuchukua fomu wajitokeze. Ofisi zetu ziko wazi kwa muda wote niliosema, saa 2 mpaka saa 10 jioni. Tuko tayari kwa ajili ya kupokea wanachama wetu walioonyesha kusudio la kugombea au nia ya kuweza kuomba ridhaa kwa Chama cha Mapinduzi ili waweze kuteuliwa kugombea nafasi mbalimbali za udiwani wa kata, yani viti maalum na ubunge. Kwa hiyo tuna imani tutaendelea kutenda haki kwa sababu kanuni tunazo na maelekezo tunayo na mwongozo tunao, tutume mwongozo wetu. Na tutakuwa na upendeleo kwa mwanachama yote yule. Wote ni wanachama wetu. Tegemeo letu kwamba wote tutatendea haki ambazo kanuni zetu zinatuelekeza. Hatua mwisho vikao vitaamua kati ya waliochukua nani atakayepeperusha nenda na watu kuja kwenye kura za maoni. Kwa hiyo ni waombe wa uhuru na wafurahie kuja kwenye ofisi ya Chama cha Mapinduzi. Mimi wito wangu kwa wanachama niendelee kuwaomba wale wenye nia, hasa vijana ambao ni kundi kubwa na kina mama, wale wenye nia kugombea ni waombe waje kuchukua fomu kwa nafasi watakazoona zina stahili kwao. Kama ni udiwani wakachukua fomu, kama ni viti maalum wachukua fomu, kama ni ubunge waje, wote tutawatendea haki. Lakini ni waombe wale ambao bado hawajawa na nia au wengine wapenzi na wakereketwa, ni waombe waendelee kuwa wavumilivu kwa sababu wao kazi yetu waendelee kushawishi, waendelee kuwapima wale ambao wanachukua fomu. Wasiendelee kutumia mitandao mibaya, waendelee kuwa wavumilivu, waendelee kuwachuja. Na hatimaye na sisi ambao tunakuja kuchuja tuendelee kupata mawazo yao. Chujaji kwa kipindi hiki tutahakikisha tunawaletea wagombea ambao wanakubalika kwao. Na wao na imani na matumaini waendelee kutuvumilia, vikao vikimaliza kuchukua fomu, vikao vitakaa, vitapitia na vitachuja. Kwa hiyo waendelee kuhakikisha kwamba tutaletea ambao wanakubalika, na tuombe kwamba kwa uvumilivu wao na wao watapata kupiga kura za maoni wenye ridhaa kwa kupitia wale ambao wataleta vikao vitarudisha. Na watapata mmoja wapo ambao wataenda kuhakikisha kwamba sasa tunapata mgombea kwa upande wa pili wa serikali ambao atakuwa mwakilishi wetu. Lakini na imani atakuwa ni majina atakayorudi ni waombaji bora
Tutaleta bora. Mmoja kati ya wagombea hawa ambao tayari wamekwisha kuchukua na kurejesha fomu ni Dr. Juma Zuberi Homera, aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya. Hii ni Toka Zamani TV. Mimi ni Shehani Mzaina. Kuendelea kupata up to date, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Je, unatafuta chuo bora cha sayansi na afya ya jamii? Karibu Top One College of Health and Allied Science. Tunatoa kozi zifuatazo: Ordinary Diploma in Pharmaceutical Science, Ordinary Diploma in Clinical Medicine na Ordinary Diploma in Social Works. Fomu zinapatikana chuoni au kwenye website ya chuo ya www.tokohas.ac.tz. Tupo Songea Oysterbay Msamala, barabara kuu ya Songea Njombe. Wasiliana nasi kwa simu namba 0767103313, barua pepe tokohas@gmail.com. Top One College of Health and Allied Science. We are the way to your success. Mkuu wa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na Jeshi la Wananchi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka 2025-2026. Shule ipo Songea mjini, barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramiho. Masomo yataanza rasmi tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2025. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michepuo ya PCM, PGM, PCB, PMC, CBG, EGM, HGE, EKA, HKL, HGK, HGL na tahasusi zote mpya zipo. Shule ni ya bweni na kutwa na inapokea wanafunzi wa dini zote. Kwa mwaka 2024, shule ilifaulisha kwa kutoa Division 1 178, Division 2 96 na Division 3 7. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Ruhuwiko au kwenye website ya shule ya www.ruhuwikoschools.ac.tz au piga simu namba 0762818180. Nyote mnakaribishwa.